Makumi ya ndege ambazo hazina rubani zimeshambulia ama zimelenga jiji kuu la Moscow huko nchini Urusi usiku kucha wa Oktoba 26, Oktoba 27. Meya Sergei Sobyanin ameripoti hivyo. Sobyanin alianza kuripoti mashambulizi katika mji mkuu wa Urusi jioni Oktoba 26 na kuchapisha taarifa mpya usiku kucha, ambapo vikosi vya Urusi vinaripotiwa kuangusha ndege zisizo na rubani 34 kutokea nchini Ukraine ambazo zilikuwa zikiruka kuelekea mji mkuu wa Moscow nchini Urusi wakati wa shambulio hilo. Wizara ya Ulinzi ya Urusi baadaye ilisema ya kwamba jumla ndege zisizo na rubani 193 zilizuiliwa usiku kucha, zikiwemo 40 katika mkoa wa Moscow. Wizara imesema ya kwamba 34 kati ya ndege hizo zisizo na rubani zilikuwa zikielekea mji mkuu wa Urusi. Viwanja vya ndege vya Domodedovo na Zhukovsky vya Moscow nchini Urusi vilisimamisha shughuli zake kwa muda kujibu tisho la ndege ambazo zina rubani kutoka nchini Ukraine. Milipuko imeripotiwa katika sehemu nyingi za jiji la Moscow na eneo jirani, ikiwa ni pamoja na wilaya ya huko Komunarika. Kulingana na chaneli za Telegram za Urusi zimesema kuwa pia hakuna taarifa kuhusu majeruhi, huko pia huduma za dharura zimetumwa katika maeneo yote ya ajali, Sobyanin amesema. Moto uliweza kuzuka kwenye ghala la mafuta huko Sapukovi, mkoa wa Moscow jioni Oktoba 26. Kituo cha habari cha Telegram cha Urusi cha Asra kimesema kikinukuu picha za mashahidi, ambapo utawala wa eneo hilo haukufichua chanzo cha moto huo na kusema moto huo ulikuwa tayari umezimwa. Mamlaka ya Ukraine bado haijatoa maoni yoyote kuhusu mashambulizi hayo yaliyoripotiwa, ambako pia Kyiv imekuwa ikitumia mara kwa mara mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za masafa marefu kulenga malengo ya kijeshi na viwanda nchini Urusi, ikiwa ni pamoja na viwanda vya kusafisha mafuta, viwanda vya silaha na ghala za risasi, ambapo Ukraine inadaiwa kuilenga Moscow kwa ndege zisizo na rubani 34 katika shambulio la usiku kucha la Septemba 22 mwaka huu. Urusi pia nayo mara kwa mara imekuwa ikizindua mashambulizi makubwa ya makombora na ndege zisizo na rubani kwenye miji ya Ukraine, ambapo katika siku mbili zilizopita mashambulizi makubwa dhidi ya Kyiv yameua watu 5 na kuwaacha watu kadhaa wakijeruhiwa. Volodymyr Zelensky, rais wa Ukraine, Oktoba 26 alisema ya kwamba Urusi ilikuwa imeshambulia Ukraine kwa ndege zisizo na rubani karibu 1200 na makombora 50, hasa makombora ya Baltic katika wiki moja iliyokuja kupita pekee. Rais huyo pia wa Ukraine amesema ya kwamba bado wamefeli katika jaribio la kombora jipya la Flamingo, ambako kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema uzalishaji wa kombora la Flamingo la masafa marefu la Ukraine umekumbana na vikwazo vya kiufundi na ucheleweshaji wa ufadhili, akiongeza kuwa agizo la ununuzi litakuwa tayari katika wiki kadhaa zijazo. Zelensky ametangaza kwa mara ya kwanza ya kwamba uundaji wa Flamingo ulikuwa unaendelea mwezi Agosti, akitaja kama kombora la kwanza la kusafiri kwa meli la masafa marefu linalozalishwa ndani ya Ukraine, ambalo alidai lina umbali wa hadi kilomita 3000. Lakini hata hivyo, baadhi ya wachambuzi wamebainisha kufanana kwake na mfumo wa FP-5 uliofichuliwa na kampuni ya ulinzi ya Uingereza UAE Millennium Group mapema mwaka huu katika maonyesho ya silaha huko Abu Dhabi. Katika mahojiano na TSN Jumapili, rais huyo alisema ama alikiri ya kwamba kulikuwa na tatizo la teknolojia katika uundaji wa Flamingo, akiongeza ya kwamba kuna kuchelewa kwa ufadhili kutoka kwa washirika, jambo ambalo litatatuliwa. Hata hivyo, amedai ya kwamba agizo la makombora lingetimizwa kikamilifu ifikapo mwisho wa mwaka 2025. Kiwango kilichoripotiwa cha Flamingo ama cha kombora la Flamingo kinamaanisha ya kwamba makombora hayo yanaweza kufika hadi Moscow kama ikifyatuliwa kutoka Ukraine, huku Zelensky hapo awali akitishia kuzimwa kwa umeme katika maeneo ya mpaka wa Urusi na mji mkuu wa Urusi maarufu kama Moscow. Ripoti za vyombo vya habari vya Urusi zilidai ya kwamba ulinzi wa anga wa Moscow ulikamata Flamingo ambayo ilisafiri kwa kasi ya chini, na kuongeza kwamba ilionekana kuwa na injini ya enzi ya Usovieti na sehemu nyingi za asili ya China. Ripoti za awali za vyombo vya habari pia zilipendekeza kwamba mafuta ya Flamingo yangetengenezwa nchini Denmark, ambako kulingana na mtangazaji alisema kuwa kituo hicho kusini mwa nchi kinamilikiwa na FPRT,
kampuni tanzu ya kampuni ya Kiukraini ya Firepoint ambayo ilitengeneza kombora hilo. Lakini hata hivyo, kampuni hiyo imekabiliwa na uchunguzi wa kupambana na ufisadi kuhusu madai ya kuipotosha serikali kuhusu bei na ratiba za uwasilishaji. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Urusi, Maria Zakharova, amesema makombora ya Flamingo yanakusudiwa kushambulia ndani kabisa ya Urusi, huku akishutumu Denmark kuwa moja ya wafadhili wa utawala wa kigaidi wa Kiev.